Yes, kwa majina naitwa Brenda Kangai na leo niko hapa katika chama ya DCP and I want to tell you the reason why. Personally, the frequently asked question, why do you hate William Ruto? Mimi simchukii, tabia zake ndizo nachukia. I want to put it that clear. And first I want to tell you, even in 2022 I had warned people in several videos, don't vote for this man, atakuja kuwatesa. The reason why I hate William Ruto is William Ruto ni ule mtu leo anaongea kitu, kesho anageuka, atakuwa mtu tofauti sana. I hate such kind of people because they are not known of making something straight. Mtu anaongea hii kitu leo, kesho anafanya ingine, kesho kutu anaongea kitu ingine, hii anafanya hivi. Huyu ni mtu ambaye hawezi ongoza wananchi. Two, even after he got power, how is he using that power? Abusing it, abducting, killing, killing businesses, overtaxing, doing all the dirty things. And he's a president, anarudi anakaa chini confidently. Unaambia wa Kenya that I have abducted your sons and daughters and I have released them. Only which normal person does that? Hata kama unajua uliabduct, why would you tell a parent mwenye hajaona mtoto wake almost 1 year that I abducted your kid and I have released that child? It is not logical. So nyinyi kama wa Kenya mkiangalia tabia za William Ruto, ni tabia mbaya mbaya, mbovu mbovu. That thing, the cartel behind William Ruto is the cartel that cannot lead anyone. It is the cartel that feels that they have power, they can abuse it, they can do anything they want. Look at how Sudi speak. Look at his PA Farouk Kibet all over. Hata jamani, hata ukikuwa unafanya katika office of the president, sufichi hata kala white. So tabia na mienendo na watu wake ambao wamemzunguka, they are not suitable to lead this country. Fourth, he promised the youth that when he'll be there, he will give them job. There will be opportunities. I remember when I was in Form 3 in 2013, William Ruto alikuja shule yetu na alikuwa anaongea hizo mambo za laptop sana. Hata mimi nilikuwa na hope nikitoka hapa nje, there is this guy called William Ruto. Tutapata amerainisha inchi. Wapi? William Ruto, the generation that ate you ni generation yangu, wenye tumekuwa shule ukiwa deputy president. 2013 I was a Form 3 student and I remember at that time ulikuwa unazunguka sana within Mount Kenya region. Ulikuwa unaenda kila shule, ukisikia kuna rambe unaenda ukitoa pesa, ukiunda vipindi za uongo na kuwadanganya. Tusha grow, sisi ni watu wakubwa sasa hizi, sisi ni wamama. So we can ask you what you promised us, have you ever done anything? So hizi vitu zako za kuover promise zimefanya pia tukaona wewe ni mtu ambaye hawezi saidia nchi. And lastly but not the least, William Ruto is a person who uses intimidation and dictatorship to rule. And in this era where people are using technology and where people are learned, you cannot intimidate people, you cannot use dictatorship to rule them. You can only rule them if you are giving them something on the table. Mimi nimewaletea biashara nzuri, fanyeni hivi. Mimi ninataka vijana ngiri 10 waingie kazi mtaani, waanze kuosha Nairobi River. That is the only thing you can win the people. You can win people by doing what you promised Mama Mboga, doing the work that you promised Mama Mboga. Ukienda katika vibanda, kumjengea vibanda mzuri, kuimarisha biashara, kufanya vitu zinakuwa stable, to make sure that the dollar is stable, to make sure that the Kenya shilling is strong. Those are the things to make sure that the investors come in this country and invest. Look at what you did. The moment you assumed power, all investors who are in this country walitoroka. Tumeachwa na investors ambao hata wakipatiwa kampuni ya sukari inanuka na kesho. They can only produce papers, but they can't produce the actual product because the real investors walitoroka kwa sababu hakuna uongozi mema. So there are so many things ambazo zinatu put off supporting William Ruto. Na nataka niambie jamii ya Wakalenjin, hakuna mtu anachukia Wakale. In fact, I have so many Kale friends. We don't eat Kales. Tabia za William Ruto ndizo tunachukia. And in future, if you ever become a Kalenjin person mwenye atakuja na good leadership na convince wa Kenya watampatia kura. But for William Ruto, no. Na msiende kwa Mount Kenya, no. In fact, ukiona unachukiwa na Mount Kenya, juu uko na kasoro. Mount Kenya people love people who accomplish their mission. Kama ni uliwa promise biashara ziimarike, kama uliwaambia utatengeneza njia uzifanye, that is what the people of Mount Kenya love. So at the end of the day,
That's all, and kuna vitu mingi sana off na William Ruto. Na wewe kama unanisikiza na kama umeniona nikiwa katika chama ya DCP, niambie unasema one term ukiwa wapi? Niambie unasema Kasongo must go ukiwa wapi? Just right there. Kama umetoka Nyamira, andika Nyamira, Kasongo must go. Kisumu, Kasongo must go. Murang'a, Kasongo must go. Coast, Kasongo must go. Turkana, Kasongo must go. Nilikuwa hapa kutoka asubuhi kwa sababu ya kulaunch chama ambacho kitasikiza wa Kenya. Slogan ya chama ni sikiza wa Kenya. So I want to talk to the youth generally, the Gen Zs and the millennials. I want to talk to you. And the reason why I want to talk to you is that tuko na shida mahali and we have to accept. We want change, na sisi ndio tunaumianga sana uchaguzi mbaya ikifanyika. Youth ndio wanaumianga. Sisi ndio hatuna kazi and we are not stable. First I want to tell you, if you are youth and you are telling us that uko pamoja na sisi na uja chukua ID, you are not together with us. Second thing, if you are youth and you are not ready to vote, you are not ready with us. Third thing, if you are youth, you must either join a political party or support a movement somewhere yenye unaona itatusaidia kusukuma kutoa William Ruto. A party of your choice. Hiyo si uamuzi wangu kukuchagulia ile chama unataka. Ni jukumu lako uende katika manifesto ya kila chama. Uperuse hizo makaratasi uone ni chama gani ambacho kinakufaa wewe kujoin. And the moment you identify, you join, you can become a life member and you can also vie with that political party. Kama mimi niliwaambia I will vie for the Nairobi Human Rep seat, na political party ambayo nitasimama nayo ni wananchi watanisaidia kuchagua. Pale kwa Eugene Wamalwa mliniona tukalaunch, leo tumekuja kwa Rigathi. If Kalonzo expands Wiper, we will go there. But with time, you the people, you will tell us where to stick. So you have to join a political party. Hizi vitu za kubebwa na kina Morara, wanaunda tu vibanda, wanakuambia ingia hapa tukubebe, haina presidential candidate, haina yoyote. We cannot go that way. We cannot do things Burkina Faso way. There is Kenya and there is Burkina Faso, and that's the reason why every person kama mimi, I am ready and prepared to vote William Ruto out of power. Na mambo za kutuambia na kutuzia uoga ati tukipiga kura ati kura zitaibiwa, hiyo si kazi yako. Kazi yako ni kuamuka kupiga kura, wacha wenye wanahesabu wahesabu. And 2027 it will not be the way you think. We will have our own parallel tallying center. Sisi tutaenda tuchaguane pale kwa polling station na tujue hapa mtu president A amepata kura ngapi, president B amepata kura ngapi, and we'll do our own calculation. And by the end of the day, actually, we will be having our presidential candidate. So hizo uoga mingi ambazo ni state propaganda, state sponsored, na kina Morara ati mnaweza piga kura zipotee. Hakuna mtu atapiga kura ipotee. Let's youth register as voters. Get out and vote William Ruto out, and we'll get out. There are so many African presidents for the last 1 year wametolewa na votes. Watu wamechanuka. Nowadays people don't vote blindly. People vote because of good leadership. So you prepare yourself with a voter's card. Be ready in 2027 to get William Ruto out of power. You don't have to listen to your community leader akwambia tifuata huyu. No. Enda kwa wale presidential candidate ambao watakuwa nasimama. Angalia ni nani ambaye ako na uwezo wa kubadilisha katika nchi. And it would be my prayer if the likes of Rigathi Gachagua, Honorable Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Matiang'i, Uhuru Kenyatta join hands na watupatie one candidate so that we can put our effort in that one candidate, tumwekee kura zote so that tuweze kutoa William Ruto. Na niseme vijana, tusikuwe watu wa kudanganywa ovyo ovyo. Mtu akikuja anajiita youth leader, angalia tabia zake, angalia mienendo yake. Look at him, analyze him keenly without favorism. See if this person can lead you, because kutoa president is not a joke. We have a work, na kazi yetu tuko nayo kubwa ni kuregister kwa wingi kama wapiga kura na kuamuka hiyo siku ya kupiga kura na kupiga
na kutoa Ruto, lakini tukiongea na mdomo hakuna kitu tutakuwa tumefanya. And I want to tell you as a voter who voted in 2017, that was my first time of voting, 2017 and in 2022. Voting is very important. Inakupeanga hata moral, hata ukiteseka unajua mimi kwa ballot paper nilifanya the right decision, candidate wangu wako win. Me, I never voted for William Ruto, so I have never ainiumangi sana vile inaumanga wengine. Mimi sikumchagua, I never stood there to vote him, so akitutesa na umwa, lakini ainiumi sana, mimi sikumpigia tick. So that's why I'm telling you kijana, 2027 ni jukumu lako kujipanga mapema, kutoka kwa nyumba, kuregister kama voter, kuchukua na ID ready. Hata ukiweza tafuta mbili moja ikae kwa nyumba uiweke, useme hii ni ya 2027 ya kwenda kutoa William Ruto out of power, and by that you will have helped this country by far. And thank you so much, and I hope mtachukua that advice ikiwa very serious. Na hata kama mtaregister kama voters, also vie for positions. These positions are not for anyone. You vie for them. Leadership is not given, it is taken. Simameni na msimame na vyama na mnganganie nafasi zenu, msitishwe na hao wazee wakiwaambia ho haufai hapa. But mimi nimeona Rigathi Gachagua ame include kila mtu, the youth, the old, watu wa katikati, everybody is included. So welcome so much to DCP. You can go to Wiper if you want, you can go to Eugene's party, but you must align yourself with a political party if you want to become a leader. And that's my take. May you be blessed. And for goons, tafadhali, ukilipwa pesa wewe uvuruge mkutano, kuna pesa, lakini mambo ya kuvuruga mkutano achana.